Na sasa tutizame yaliandikwa katika gwiji la habari Tanzania. Habari Leo wameandika Samia ahimiza kujiandikisha daftari la kura. Mikoa 16 kuanza awamu ya pili siku ya leo, ni habari katika ukurasa wa pili. Viongozi wanachama 200 wajitoa Chadema Morogoro. Viongozi wanachama 200 wajitoa Chadema Morogoro, ni habari katika ukurasa wa 5. Mavunde amwaga machozi akiliacha jimbo la Dodoma, ni habari katika ukurasa wa 7. Gwiji la habari Urega aagiza wakandarasi wazembe wabanwe huku wafanyakazi walipofidia bilioni 100, ni habari katika ukurasa wa 7. Kumradhi. Lakini pia bandari ya ng'ara usafiri biashara ya nje, bandari ya ng'ara usafiri biashara ya nje, ni habari katika ukurasa wa 3. Lakini hapa Mpango agiza mabosi wanyanyasaji wabanwe. Wale mabosi wanyanyasaji wasiofuata haki za msingi wabanwe. Hii ni habari unaweza kuipata katika ukurasa wa pili, na hapa ikionyesha habari picha makamu wa rais Dr. Philipo Mpango akipokea tuzo kutoka kwa waziri wa nchi ofisi ya rais, katiba, sheria na utumishi, utawala bora Zanzibar, Dr. Harun Ali Suleiman, iliyotolewa na chama cha waandishi na waendesha ofisi Tanzania. Hawa ni TAPSEA wakati wa mkutano wa 12 wa kitaaluma wa chama hicho uliofanyika katika ukumbi wa Ngudoto mkoani Arusha hapo siku ya jana. Lakini akikwambia Mpango aagiza mabosi wanyanyasaji wabanwe. Rais wa Finland ashukuru wa Tanzania, ni habari katika ukurasa wa pili. Aguswa makumbusho, lakini pia fursa za tajwa maeneo 6 urithi wa utamaduni. Ni hayo yaliandikwa kwa siku ya leo katika gazeti la Gwiji la Habari, na kwa ujumla yaliandikwa katika kurasa za magazeti hapa nchini Tanzania. Leo ni Ijumaa ambapo tunatamatisha kurasa za magazeti. Ni kushukuru wewe Mtanzania ambaye unakuwa unatufuatilia kupitia Media Wire Express. Langu jina ni Joseph mwana wa Isangura, nyuma kamera ni Hassan Omari Magurumari. Hii ni Media Wire Express, habari fupi mahiri kwa Afrika.